nyingi. Afrika aliongoza katika nchi ya Liberia mwanamama. Aliongoza hivi karibuni pia katika nchi ya Malawi, Banda, mwanamama. Sasa hivi yuko katika nchi ya Namibia, anaongoza mwanamama. Lakini taifa ambalo kwa asilimia ya maendeleo, na nazungumzia mambo ya jumla, limetoka kwenye kiwango hiki cha uchumi ikafika kwenye kiwango hiki, limetoka kwenye kiwango hiki cha mtandao wa huduma za afya ambazo zinatuhusu sote ikafika kiwango hiki, elimu na mambo mengine ambayo sio mahala pake leo kuyaongelea. Mama Samia, kwa neema ya Mungu, kwa ubunifu wake, na kwa kweli kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio imeshika hatamu ya kuongoza nchi yetu, amejaliwa sana kusimama imara kuliko watu wengi waliokuwa wana mashaka. Na moja, mimi nitakapozungumza baadaye na Wakristo jioni, nitawaomba wamfanyie dua, wamwombee. Ukimwombea rais wako, unaiombea nchi yako. Na bila sala na maombezi, na Waislamu wanasema dua, nchi haiwezi kusimama imara. Na kwanza yule ambaye ni kiongozi wetu, ambaye Mungu ametupa mfano. Mimi nina mtoto wa kike anaitwa Sarah, mdogo, ana miaka 14. Akimtazama Mama Samia anajiona kwamba kumbe na yeye ana nafasi yoyote katika Jamhuri hii ya Muungano na katika dunia. Hakuna jambo ambalo litamshinda. Ameifungua mioyo ya Watanzania kuona hakuna ukomo kwa mtoto wa kiume, wala hakuna ukomo kwa mtoto wa kike, hakuna ukomo kwa mtu wa dini fulani, wala dini hii kutoka bara wala visiwani. Tanzania imekuwa jamhuri shirikishi ya watu wake, na lile jambo litabaki kama historia, kwa sababu alichukua mama akaweza. Inawafungua vijana wa kike na kiume kuona kwamba sehemu hii ya kuendeleza nchi sisi wote tunaweza tukawa wadau. Na binafsi nampenda sana kwa moyo wangu wote. Itokee kupitia watu wa imani, tumuombee, tumfanyie dua, lakini kubwa, wakati tunaandaa kuwasisitiza watu wetu watoke tu wakapige kura, tunaomba watu waendelee kama nilivyosema, kutoka katika hizi wiki 3 zilizobaki kushiriki katika mjadala wa taifa. Taifa linajadili juu ya tulikotoka, linajadili juu ya tunakoenda. Mama Samia ni mwanamke, lakini si kama mwanamke. Utafiti umefanywa, umethibitisha. Mama Samia anaambiwa habari, rais amekufa, yuko Tanga, ghafla. Sasa itakuwaje? Mama rais wewe sasa, mimi sasa wewe. Akili na mjia anatazama jeshi, anatazama mpaka ya nchi. Mimi siwezi wazee. Wewe. Katiba inakutaka wewe. Anachukua nchi. Lakini wakati anachukua nchi, kuna miradi ya mabilioni ya fedha imeanzishwa, afu haijafika hata 50% yote. Afu yule mama anachukua nchi, afu anasimama na mtawakal Mungu. Ndani ya miaka 4 Busisi ilikuwa 24, 26, imekwisha kwa 100%. Bwawa si la Nyerere kule kutengeneza umeme, si kwa 100 ngapi? Ndani ya miaka 4 kalifuta. Kizimeachwa meli hapa kwetu Mwanza, sisi watu wa Mwanza ni mashahidi. Imeachwa meli hapa, ndio kwenye chelewa ile. Hivi tayari mkuu kishaenda kutembea ndani ya maji, imesharudi. Meli nzito, ina gorofa. Unapanda kwa lifti. Gorofa 4, anaambia. Mama Samia anachukua nchi, tulitarajia wafanyakazi wa serikali watakosa mishahara. Si mwanamke hawezi. Lakini toka amechukua nchi hatujasikia hata mgomo. Na kubwa zaidi, kapandisha ile mishahara, imepanda kwa miaka 6 nchi haijapandisha mshahara. Mama Samia ameingia anapandisha zaidi ya 30%. Miaka 4. Kwa miaka 4. Pigeni makofi jamani. Kwa hiyo huyu ni mwanamke, lakini si kama mwanamke. Mtu yoyote atakayemheshimu mwanamke, mwisho wake ataheshimika. Wewe mzee Nyalandu unafanya haya, nakwambia umelamba dume.
Kusimama kwa ajili ya mama, hatima yako wewe hautakufa hovyo, utakufa na heshima yako. Lakini Mtume anasema wama ahanahunna illa laim. Yoyote mwenye kumdhalilisha mwanamke, mwenye kumdunisha mwanamke, huyo mtu amelaaniwa. Mwanamke, tumelala kwenye matumbo ya mama zetu miezi 9. Mama anabadilisha mfumo wa chakula. Kuna mama kwenye mimba hali chakula cha kawaida, anataka udongo wewe ukiwa tumboni. Kuna mama kwenye kipindi cha mimba alikuwa hali malimawe, anakula malimawe. Kuna mama kwenye kipindi cha mimba alikuwa hawezi kula mgagani, sasa anaanza kula mgagani. Mama mpaka Mtume akasema aljannatu tahta aqdami ummahat, pepo ya Mungu, uzima wa milele. Ili uende paradiso lazima umheshimu mama. Kwa hiyo na rais wetu hivi karibuni ana msemo mzuri anaosema kipindi kama hiki kuna watu huwa wanaamua kuwachokoza watu wengine. Kwa mfano makundi mbalimbali, awe mvuvi anamchokoza huyu. Sasa yeye huwa anawaambia watu kwamba kila kundi lisichokozeke. Kama ni Waislamu wakichokozwa wasichokozeke, kama ni Wakristo wasichokozeke, kama ni wafugaji wasichokozeke. Kwa sababu kipindi kama hiki ni kipindi ambacho wako watu wanatoa lugha ambazo sio sawasawa, lugha za kuudhi, lugha za kuchochea. Sasa rais wetu anatutaka sisi wote tusichokozeke. Mimi mkuu wa mkoa nisipochokozeka, shehe wa mkoa asipochokozeka, wewe Nyarandu usipochokozeka, maana yake wale waleta chokochoko hizo wataona hawa watu ni watu wako kitu kimoja. Takbir. Bila kuzingatia itikadi zao za dini, za vyama au makabila yao. Tanzania ni nchi moja. Kwa hiyo sisi Waislamu tuna dawa kubwa kabisa inayoitwa subira. Subira ndio kila kitu. Hata wanaokuchokoza lazima hii aspect ya subira uiweze kuiweka mstari wa mbele. Kwa hiyo ni muhimu sana. Sasa sisi kumsaidia mama katika kufanikisha azma ya ushindi wa kishindo ni kuendeleza tu maombi yaliyo makubwa, kwa maana mama tu mwenyewe ni lango la maarifa, mama ni falsafa, mama ni taasisi. Kwa hiyo kulingana na wingi, hata sensa inasema wanawake ni wengi. Sasa sisi tutaendeleza tu yale ambayo tunastahili kuifanyia jinsi ya kwetu ya kike, alafu kuionyesha tu kwamba huwa ina nguvu na itasimama kama ambavyo inatakiwa isimame. Na ikisimama yenyewe huwa ndo kila kitu kinakuwa sawa, amani huwa inakuwepo, kila kitu kinakuwepo. Na ni watu wanakiri tu kimoyomoyo na wanataka tu wasiamini kwamba haya yanatokana na mwanamke. Lakini kiasili mwanamke ni falsafa nzima na ndo mtazamo mzima. Na jamii nzima ili ikae kwa salama ni mwanamke aamue kuwa tu ametulia. Sasa na madhali kichwa cha yule mama kimetulia, miujiza mingi inakuja mbele. Kwa hiyo sisi tumsupport kwa namna yoyote ambao sisi tunaiweza na tuendelee katika haya mambo. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.